ni hatari kwenye hilo kanisa. Ni ngoma. Ndio unasikia makanisa yanavunjika. Ndio unasikia kanisani kuna futo zinatokea. Kwa hiyo viwango vijaribu vyake ni sadaka, kukosa uaminifu, tuwizi, twahera, mtu anakurudishia chenchi imezidi, unaweka mfukoni. Siku moja nilikuwa nasafiri kwenda Singida. Nimepanda gari Tabora. Tumefika mpaka Nzega. Yule kondakta akaniomba change. Sema jamani mwenye shilingi 3000 nikachukua nikampa. Baadaye tumefika Nzega ananirudishia hela, nikamwambia unanirudisha wakati hujaniomba hata nauli. Watu wakaanza kuniangalia. Yaani vijana wadogo wanaona kama yaani huyu mzee hajui kama Mungu alikuwa ananitendea. Ni wajibu wangu mimi nilipe nauli, Mungu hajanitendea. Nauli ni ya kondakta. Nikasema mimi ni mchungaji, akasema ndio maana. Yaani maana yake kama ni baadaye nikaona kumbe niliakimu kusema mchungaji, ningetumia kumbe neno kwamba nimeokoka. Lakini bado ningetumia kuna wengine nao wameokoka lakini wanaiba. Akasema ndio maana. Ndio mimi nasema mzee ongea sana. Nataka unisikilize. Adui anatupima kwenye kiwango hicho cha kujaribiwa, level hiyo ya kwanza. Kuna ushuhuda wa mchungaji mmoja niliwahi kusikia na ushuhudia. Alihubiri kanisani, mhubiri mmoja kanisani. Ahubiri. Sasa nipiga debe linapita hapo, kumbe niliconductor ninasikia mahubiri yake. Alafu tunamuona yule jamaa tunamfahamu. Kesho yake akaenda akapanda kwenye daradara yake anaenda mahali. Jamaa akachukua shilingi 1000. Akachukua shilingi 10,000 akampa. Kwenye daradara alikuwa anatakiwa ampe shilingi 9,000, alikuwa analipa shilingi 600, ampe shilingi 9,400. Akachukua akampa shilingi 49,400. Kwa hiyo 40,000 zile ni zake. Akampa. Alafu wakati anampa akachukua simu anamrekodi hapa. Aone. Akampa. Jamaa kabaki anatembea. Alafu akampa, "Wewe mzee, hebu shika mbona unazubaa? Mimi nina mambo mengi wewe. Si unajua ninapoongea." Kama vile anamwambia, "Hebu shika bana. Mimi kazi. Wewe, hebu nipa." Unaona kama yuko serious. Kumbe ninamrekodi na ninataka nione hivi huyu anakuelewa. Jana alikuwa anahubiri uaminifu kanisani. Ni mwaminifu. Ana kiwango cha mafuta kuwagawia wenzake, ule uaminifu alikuwa anausema. Unajua kwa nini masomo hata ndani ya kanisa yanadua, ya watu wanadumaa ndani ya kanisa? Anayesimama kuhubiri hana kiwango cha hilo somo kuwagawia watu. Hana mafuta ya kuwagawia, anacho cha kwake, yaani yale alipawa mafunuo yake. Ni vizuri kwanza sasa umwambie Bwana alikupa ujumbe, Bwana, hivi hapa ninaweza kuwagawia wenzangu. Na nikamati na kitu. Hawa naenda kusikia madhabahuni pale, alafu na wao wanabaki wako giza. Wote wawili tunaondoka. Ninacho cha kugawia. Sasa jamani, akaendelea kaomba na ule. Akamaliza akarudi akaenda, si unajua pale, kituo fulani anashusha. Hana habari naye. Yule bwana akashikilia zile hela. Akashikilia akaanza kupiga mahesabu, mwisho wa siku zangu. Hivi jana nilikuwa nahubiri kitu gani? Ni kama Roho Mtakatifu aliingilia kati. Anataka ziweke mfukoni anarudisha. Wakati anafika mwisho wa kituo, anashuka. Akamwambia bana, ulinizidishia. Kondakta akamwambia mimi sijakuzidishia. Nilikupa unishikie. Jana nilipita nikasikia unahubiri uaminifu. Kwa hiyo nitaka nijue wewe ni mwaminifu. Na nilipokuwa nakupa nilikurekodi, hebu angalia rekodi hapa. Nilikuwa nataka baada ya kushuka ukigoma nitoe ile rekodi tu kusanure ndio ujue. Kwa hiyo nimekupa unishikie, sijasahau. Chechi yako nilikupa ikiwemo na nikakupa na zangu. Unishikie. Kwa hiyo vizuri kama hauna kiwango cha kugawia wenzako, hapa unakamatika. Si umeona? Unakamatika hapa. Ndio baadaye watu wanasikia, jamani, sijana yeye alikuwa anahubiri uaminifu. Hakuwa na kiwango cha kutugawia. Alikuwa na chake tu. Sasa alipogawa kikatoka chote, hakubaki na kitu. Taa yake ikazima.
Sasa ndio tunakutana na watu wanasema acha dhambi, alafu badala yake wao wanatenda dhambi. Huyu vipi? Kumbe alisema alafu baadaye yeye akarudi. Maana yake kiliondoka chote, hakubaki nacho, tukataka kazima. Kwa hiyo level hii tujaribu toka tunakuwa tu aina hiyo. Sasa nawezaje kutoka katika hatua ya kwanza? Hapo ndio msingi tunaendelea kuweka. Nawezaje kutoka katika hatua ya kwanza? Nina mambo kama manne. Na kabla sijasema haya mambo manne, nataka niseme kitu hiki. Kuna watu hawatoki hapo kwa sababu ya mambo mawili. Moja, wanaridhika na hiyo hali. Mbili, wamekata tamaa ama wamechoka. Yaani kuna watu wameridhika, yaani wokovu ulionao huo ulionao umesharidhika, unaona yaani kiwango hiki. Mpaka hata wewe mwenyewe ukisimama kwa watu unasema wapendwa, nataka niwaambie kwa muda niliyomjua Mungu, sina cha mtu kunidanganya. Sijui unanielewa? Yaani kwa muda ambao nimetembea na Yesu, yaani huwezi kunidanganya chochote. Yaani maana yake ni kwamba alisharidhika huyu. Lakini wenzangu wanatamani kuwa na mafunuo zaidi. Lakini kuna wengine wamekata tamaa, wamechoka. Sasa kwenye level hii kuna mwingine akikwazwa anarudi moja kwa moja tishio. Na hata utumishi. Hapo watumishi wengi pia wamefia hapa. Kwenye level hii ya uamsho. Uamsho unatokea ndani ya kanisa, kuna mtu anaanza kunyanyuka kuanza kuimba. Kuna mtu mwingine ananyanyuka anaanza kuhubiri. Katika kuhubiri kwake ukienda kumkosoa ndio anasema hii kanisa limepoa sana. Limepoa mno. Nataka niwaambie wapendwa, sasa hivi ninaitwa mialiko, kumbe hata haitu na mtu yeyote. Yeye ndio anaomba nafasi za kwenda kuhubiri. Hakuna anayemwita. Lakini pia hatua hii tunafika mahali na wajengea watu kiburi. Yaani anaona asipofanya yeye, kuna watu wengine wanaweza wasifanye. Yaani kuna mwanya, kuna gap ambalo atabembelezwa. Na mimi nasema hivi wachungaji kwenye misheni hii na parishi hii, nimeendelea kusema na wachungaji, tusibembeleze mtu kwa chochote anachofanya. Acha akae. Asubiri ataenda kulipa na Mungu alichokipanda. Ukimbembeleza akarudi kwa kubembelezwa, atakukanyaga na hata toka kwenye level ya kwanza hii. Na ni vizuri na nini msiende kwa ushabiki. Hata kama mtu ni ndugu yako, tunafika mahali tunamwadhibu, na wewe usimfate mkia, usije mkaenda naye. Jiepushe, maana kila mmoja atasimama kwa kiwango chake, kwa level yake. Anayekemewa akemewe, anayeonywa aonywe, ajielewe anachofanya hakifai. Level hii ya kwanza inaweza kusababisha, kuna viwango hivyo vingine watu hawavifikii kwa sababu kina chake ni nini? Ni kirefu. Nimesemaje mama? Kina chake ni, kuna viwango unaweza ukasali miaka usivifikie kabisa, kwa sababu kumbuka Ezekiel anasema ukawa mto, kiwango chake ni kirefu, kina hauvuki yale maji mpaka uogelee. Na lazima ujue namna ya kuyakata maji kama yanatiririka yana mto mrefu. Unajua mfano wale ambao tuliokulia kwenye mito, kama unataka uvukie pale kwenye mlango pale, maji yanaenda hivi. Hapa tunajirushia huko. Na unapojirusha usikubali maji ya kupeleke kichwa chako kiangalie maji yanakokwenda, umekwisha. Si ninakwambia utaratibu wa maji wa mito ya kuvuka umeenda. Maji unajirusha, unayakata, bado unalazimisha kwenda huku, unaenda unavuka, ili unaangalia huku, sio huku nako kwenda. Ukikubali kwenda huku, mwanangu, imekula kwako, umekuwa chakula cha samaki na mama. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kupambana wakati wanakupeleka
umeshika, umevuka, maana kina chake sitakutembea. Kwa hiyo kuna viwango washirika unaweza usivifike, kwa sababu kina cha viwango hivyo kinahitaji nguvu, ni kirefu. Sasa vina vyake hivyo vinatofautiana. Sasa hapa tunazungumzia maji ambayo yapo kwenye viwiko tu chini, watu wa Bwana. Ndio tunazungumzia. Na hapa washirika wengi wamebaki hapa. Wengine wamerizika, yaani kuja kanisani Jumatano, kuja na kutoka, amerizika. Yaani mtu unasahau mliotoka maeneo mbalimbali kuja hapa. Ni nini kinanifanya nifunge biashara zangu? Ni nini kinanifanya nimefunga biashara, nimefunga kazi, nyumba zangu, nimekuja kwenye ibada? Hicho kikijua utakifanya kwa bidii na hautataka Roho Mtakatifu wiki hii akupite. Hatutakulazimisha, hatutasubiri kukuwekea mikono ujazo Roho Mtakatifu. Utapumzika mwenyewe, maana unataka kuvuka viwango. Amen. Leo ukikumbuka nimefunga biashara, nimekuja kwa sababu na wiki la Pentekoste, ninataka nibubujike moyoni. Kwa hiyo sitalala usingizi, unaanzia wapi? Wakati niko makini. Kina chake ni kirefu. Lazima nijue ni kilichonileta hapa. Kama hautajua kilichokuleta hapa, sio rahisi. Wewe unaweza ukaja, wengine waimbaji wao wamesema umekuja kuimba, ukimaliza wengine wanatutoroka, unamaliza unaona yaani ukishajua kilichonileta hapa ni kitu gani? Kwenda kauli inayosema ukitambua kilichokuleta kanisani, kifanye hicho kwa bidii bila kulazimishwa na kukumbushwa. Sio lazima ukumbushwe. Yaani umekaa kwa raha yako, mtu akukumbusha usilale. Jamani. Yaani umekaa kusikiliza neno la Bwana, anacho ndicho kimekuleta. Unatamani, unamwambia Bwana, nataka leo Bwana useme nami. Mpe mtumishi wako mafunuo mapya. Awe na neno la kugusa moyo wangu. Natamani kuondoka hapa. Alafu unalala, hujafikia mwisho. Hamna. Maana ukijua kilichokuleta utakifanya. Kwa hiyo viwango vingine havifikiriki kirahisi, kwa sababu vina vyake ni virefu. Lakini nataka nitoe tahadhari kidogo. Kuna mambo mengine na kuna viwango vingine hautavifikia. Na hata ukisikia watu wanashuhudia matendo ambayo Mungu amewatendea, unasema yanafanyika wapi? Pale kanisani kwetu. Pale kanisani kwetu. Yaani utaona wanadanganya ama wanasema uongo, au wanajipendekeza, kwa sababu viwango ulivyopo sivyo. Nikwambie kitu, usibaki kushuhudiwa wakati na wewe unaweza ukashuhudia. Usibaki kushuhudiwa wakati na wewe unaweza ukashuhudia matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda. Kwa kuna viwango ambavyo unaweza ukafika mahali ukawa unajishangaa, hivi ni kweli? Hiki kinachosimuliwa eti fulani amesimama eti anatoa ushuhuda, anasema ila jamani, mimi nina mashaka na ushuhuda wake. Kiwango chako sio chake, maana kina alichoenda wewe ukifiki. Wewe unaonaje mimaji ni mirefu ni ya humu? Kama namna mimi hayo wacha niishi hapa. Kuna watu kwenye maji ndio wanasema bahati nzuri kama ni mama, nina mtoto wangu na nyonyesha. Walioko nyumbani ni wakubwa. Nitasubiri kama ni wiki nzima maji yaishe ndio utakuja nipite. Humo siendi. Sijui unanielewa? Maana kina chake sitakutembea. Sasa mambo yanayoweza kutufanya tukahama kutoka hatua moja kwenda nyingine. Mambo haya katika hatua zote tutakazojifunza, hatua hizi 4 tutakazojifunza, tutatembea nayo. Jambo linaloweza kufanya la kwanza, tunasema utii na heshima kwa mpakaji mafuta, yaani utii na heshima kwa Roho Mtakatifu. Nikwambie kitu, kama hauna utiifu, Roho Mtakatifu anaposema
kuliko kumheshimu Mungu. Sasa Roho Mtakatifu unaye mahali popote. Unachokisema uwe na ukweli nacho, uwe na uhakika nacho. Unapokwenda kushuhudia au unapofanya jambo lolote, usiseme kwamba atakuja nitubu. Mheshimu huyo asiyetaka kuchanganywa. Haleluya. Mheshimu, mtii huyo. Na pale pale unasikia Roho anakuambia hivi, hii ni dhambi. Mheshimu sasa, mtii, si anakukumbusha. Ndio yuko ndani anakuambia ni dhambi hii. Sasa unasikia wewe ni dhambi, alafu badala yake unakuja kutuambia unajua mchungaji, ni shetani alinipitia. Alikupitia wakati Roho Mtakatifu alikwambia ni dhambi. Unapopanga mipango na mtu, pengine unaenda guest au unaenda sehemu yoyote kufanya uovu aina yoyote, jue Roho Mtakatifu atakwambia hiki unachofanya si sawa. Si sawa. Je, unamheshimu Roho Mtakatifu? Unamtii huyo anayepaka mafuta? Kwa hiyo kuna viwango unaweza usifike kwa sababu umepaka kuviheshimu. Isaya alienda mbali, nabii Isaya akasema walimwasi Roho wa Mungu, akageuka akawaacha na akawa adui juu yao. Kwa hiyo ukienda kinyume katika maisha ya kawaida, maana yake Roho Mtakatifu anakuacha, hata kusaidia. Kwa hiyo usifikiri kama Roho Mtakatifu ni mtu ambaye kwamba ukiwa sokoni yeye yuko kanisani. Yuko mahali pote kwa wakati mmoja, na tena kikubwa zaidi yuko ndani yako. Acha janja. Nikwambie kitu, acha janja. Usifurahie na kile unachokifanya, bali furahia kutoka kupanda viwango kwenda viwango vingine. Kwa hiyo utii kwa mpakaji na heshima kwa mpakaji vinahitajika. Eneo hilo la utiifu, hautatajwa kama mtiifu kama haujafuata kile ulichoelekezwa. Jamani, tuliposema tusimame, tunasimama, hapo umetii. Tukae, umekaa, hapo umetii. Maana yake jamani, tunaenda nyumbani, umeenda nyumbani, hapo tumetii. Maana yake Roho Mtakatifu kuna vitu vingi anasema na sisi zaidi ya wachungaji wetu wanaposema nasi, zaidi ya ndugu zetu wa karibu wanapozungumza nasi, kwa maana anayajua yale anayotaka kutumie wewe. Kuna kusudi lake anajua, na wewe anajua wapi anataka wewe. Sasa lazima utii. Usipotii, kwa kweli kuna mambo utashindana nao. Jambo la pili, shauku ama matamanio. Lazima niwe na shauku. Wiki iliyopita tulikuwa na maombi hapa, siku na saa sana 8. Tulikuwa na mada hii ya kuhama kwenda hatua nyingine. Lakini nilisema sababu ya mtu kuhama ni lazima umeamua wewe. Matamanio yako ni yapi? Kwa hiyo ile shauku yako na matamanio yako ni yapi katika Mungu? Nini unakiwaza juu ya Bwana? Naumu akaenda mbali akasema 1:10 unawaza nini juu ya Bwana? Nini unachokiwaza juu ya Bwana? Katika kutembea kwako na kukaa kwako, unawaza nini juu ya Bwana? Una matamanio gani? Unataka Bwana akupandishe viwango vipi? Nikwambie kitu. Kuna mambo niliyasema na ninayaishi nilipokuwa nimeokoka nikiwa kijana. Nayaishi. Niliona wachungaji wenye levo yangu, wachungaji viongozi, wakiwa wachungaji na senior ya mapasta, au mtu akawa na kanisa kubwa, namna wanavyosumbua. Nikawa ninaona namna wasipotaka ushirikiano na hao wengine wadogo wanaokuwa. Nilipokuwa mchungaji nikasema, Mungu, kinisaidia mimi nikafika level hiyo.
sitawahi kuwa na tabia hizi nilizoziona ambazo hazifai. Na ndio maana hata hapa Kaliwa anajitahidi kuwa baba kwa wote, kwa madhehebu yote. Mtu akija hapa kanisani ana shida, sio lazima nenda uandike barua, tuitane kikao, baraza likae, tujadiliane, alafu ndio sasa. Yaani mtu anaomba tuenda jina, anaomba tuko kumsaidia, au anahitaji viti ya 50 au 100, andika barua, tukae kikao, tujadili. Hayo nilishawaambia wazee wangu wafanye kazi, hayo waniachie mimi, tutawasaidia ili wajue sisi ni walezi bora. Amen. Ndio maana kuna wakati mwingine tunaweza tukaabudu hapa Jumapili, tunakasikika kamoja tena kale kadogo, zingine zote hizi zimetembea zimeenda kwenye mkutano. Kwa nini? Kwa sababu kuna lengo. Lakini pia nimemwambia Bwana anisaidie ule Bwana usiwe juu yangu. Kwa hiyo nashuhudia haya ili uelewe, nilijifunza kitu kutoka kwa wale. Leo nashangaa kwa sababu nilikuwa naona wale masinya kama anakatiza hapo hivi, mnasimama kwanza apite. Na lazima mkimbie mumpokee. Mimi ni mtumishi. Amen. Amen. Kabisa. Viti nitapanga, nimeona sehemu ni chafu nitafagia, nitafanya shughuli hizo zote, na mnashuhudia nazifanya. Haitanisumbua hiyo hata kidogo. Kwa hiyo lazima matamanio yangu nilitamani kwamba mbona kama ni hivi sasa, yaani nilikuwa naona kama hizo nafasi zikifika kuna namna zinawaua watu. Kumbe ni aina ya mtu, namna matamanio yake yalivyo. Anataka atembea aonekane, nikipita mahali waseme mimi ni askofu. Nataka nikwambie hivi, wacha Yesu atutambulishe katika ulimwengu wa roho, lakini wakimwili tubaki kama tulivyo. Ndio, wakimwili hata tubaki kama tulivyo. Watu wakija washangae, si ni sawa? Ndio, wani ukipanga kiti hapa eti ninakuaje? Hata leo nimepanga. Nimekuaje? Si ninahubiri hapa tena vizuri tu. Tunataka kwenda na muda. Hata Bwana tutambulishe. Adui atambulishwa, aambiwe hivi, huyu usimletee mchezo. Haya ndio iliyokuwa tabia ya Yesu, ya kushuka na kunyenyekea. Sasa leo tunashangaa, yaani mtu anaingia tu kwenye kuimba akajua kutrend vizuri, mnamuita soloist, si ndio hiyo? Anakuwa na kiburi mlima. Kuimba tu. Sasa niambie akabahatika kama mchungaji wa parish. Ni kuimba tu. Kusoma tu kwa sababu akisoma watu wanabarikiwa. Sasa akabahatika. Hiyo parish itakoma. Yaani kama anatuingishia sauti. Huduma sasa alafu yeye ndiye top na ndio kwenye sauti ya mwisho. Tutapata tabu ambayo inatokea. Tabu ambayo inatokea. Watu ambao nataka niseme hivi. Nataka niende haraka nimalize pointi zangu hizi. Twende dakika ngapi hivi za kuomba Mungu. Lakini kesho tutakuwa na mkakati mkali. Tunataka tuanze kububujika. Si ndivyo? Tunataka tuanze kujazwa. Walau tuwe na dakika hata 20 za kujazwa Roho Mtakatifu. Sasa kama hauna matamanio, utashangaa wengine wananena wewe. Wewe kama umekuja kushangaa kwa wewe, angalia. Kama unafikiria hapa ni gari yako, unataka uanze kutafuta bidhaa za kununua, wewe tafuta baba. Tafuta mama. Sisi tutakuwa na nia moja na shauku. Tunataka kupakwa kwenda viwango vingine. Tunataka tutoke level ya kwanza. Tunataka tuhame tupande viwango vingine. Kwa tutamwambia Bwana tunapanda. Tunataka tupae mabadilisho hayo. Tusikie raha. Ndio. Tunataka tupande viwango. Hatuwezi kubaki pale pale. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo na yuko tayari kumhudumia.
Umehubiri leo, tamani kesho hubiri zaidi. Lakini usiku leo nenda kumwambia Bwana, anipe zaidi kitu cha zaidi ya leo. Ili kesho niseme zaidi kuliko leo. Amen. Maana leo ipande, viwango viongezeke, nguvu iongezeke, upako ongezeke, tuondoke kwenye mazoea. Tunatamani tuondoke kwenye ratiba za ibada za kuja na kurudi, lakini tuwe na ibada halisi ambayo inatoka ndani ya maisha ya mtu. Kwa hiyo hicho kipengele cha pili. Jambo la tatu, njaa. Njaa ni njaa na kiu ni kiu. Kumbuka, unapokuwa na njaa ukinywa maji haiwezi, yaani una njaa ukanywa maji umeshiba. Je, ukishiba bado unahitaji kunywa maji? Si ni kweli? Ndio. Kwa hiyo lazima tuwe na njaa. Heri wenye njaa, Yesu alisema, na wenye kiu ya haki, maana watashibishwa. Wenye njaa lazima uwe na njaa, yaani uwe kama mtu mwenye njaa. Tunapomwendea Roho Mtakatifu atuvushe viwango. Nazungumzia vitu vinavyoweza kutufanya tukavuka viwango, tukashinda vikwazo na vimajaribu vidogo vidogo hivyo. Unakuwa na matamanio, unakuwa na leo nasema, Bwana, natamani kuwa mhubiri mkubwa zaidi. Natamani kukuona kwenye viwango vingine. Njaa yangu ni ipi? Njaa ulionayo ni ya kutaka kupakwa mafuta, kwenda kwenye viwango vingine, kwenda kwenye level nyingine, kwenda kwenye hatua nyingine, kwenda tena katika hatua nyingine na sehemu nyingine, kwenda katika hatua ya pili, katika upendo wa pili. Utoke katika hatua ya kwanza hii, utoke katika hatua ya kwanza hii ambayo unaiona walivyonayo haviwatoshi, yaani ana akili lakini bado hazimtoshi. Ndio tunakutana na watu, mtu anasema kwa kweli mimi nina mtaji, lakini hajui afanyie nini huo mtaji. Yaani hata biashara mpaka akili tumkopeshe, sio pesa. Kuna watu wanapaswa wakopeshwa akili. Ili tuhame kutoka hapo, lazima uwe na njaa, uwe na njaa tu ya Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho la nne ambalo tunaishia hapo leo, jambo la nne nasema ni kufanya maamuzi ya kuhama kwenda kiwango kingine bila kujali gharama ya maamuzi hayo. Kama nilivyosema, viwango vingine havifikiwi kirahisi kwa sababu kina chake ni kirefu. Ila ukifanya maamuzi ya kuhama kwenda kiwango kingine, hautajali gharama ya kina hicho. Hivi ninaeleweka? Amen. Hautajali gharama ya kina hicho. Hautajali. Hata kwa mfano sio kazuri, lakini nataka nikatumie kuhusiana na maamuzi. Kabla sijaokoka, nikiwa ziwani tunavua samaki, ilikuwa ni dagaa usiku. Jamaa mmoja alikuwa ananidharau, ametoka nchi kavu, ananitukana. Sasa mimi ndio nilikuwa naoga mule, nilikuwa naendesha boti. Tumeenda bado wana tusina nini, na kitu kenyewe kako hapa. Tena unajua kuna watu wengine jamani, alafu wanasababisha wanaonekana kama watu wa ajabu. Kanaendelea kumtukana, nikasema jamani, pamoja na kwamba tuko kwenye maji hata tukumshane. Anayeenda kwenye maji ataenda, baadaye tutamvuta. Tutampokora kwa kokoro. Zikaanza kutupa nini? Kuku. Hivyo, zikabomba kwa hivyo. Yule mtu na nilipiga mahesabu, nikamwona yule jamaa kuna mwingine alikuwa amesema, kumbuka ni kwenye mtundu tu. Tumepangana hivi, nikagundua kutoka hapa mpaka hapa ananishika. Nitakuwa nimempiga 4. Kisha piga 4, angarao moja atakuwa anaumia. Kama 3 zitaweza kumpapasa, ila kata moja itakuwa ya kuumulia. Sasa kwa hiyo nikafanya maamuzi. Na kuanzia hapa akaacha kunitukana na akakaa kimya mpaka asubuhi, tukarudi yuko kimya. Maana amepata dawa, mdomo kamekata. Niliacha nikasema sasa kuja kanitukana. Nipo jamani. Basi ameisha na ndugu yako ni nani? Sasa ananitukana mpaka anatukana na kabila langu. Anachanganya maana hapo kabila letu. Vumilivu mpaka kanikosa. Sasa nikaona haka. Wataka nikamwombe kumi. Kwa hiyo nikashuka kwanza ya angalau akae wiki nzima akali damu. Alafu hizi 3 sasa popote za kupapasa
Zilikuwa ngumu za kweli, maana kufanya kazi kabisa alisikia kama anaumwa, akabidi aende kulala kwa juu kidogo hivi akae tufanye kazi watu wangapi? Watatu. Ila tumerudi kuja nchi kavu shwari kabisa. Shwari kabisa. Bila shida ya aina yoyote. Sasa nataka niseme hivi. Si mfano mzuri. Si mfano mzuri. Lakini nataka nizungumzie maamuzi bila kujali gharama. Halafu cha ajabu nilikuwa kwenye kijiji chao, sio kwetu. Kwetu ilikuwa Tarime, nimefanya hayo mambo sehemu moja inaitwa Busua. Kibui. Ambako ni kwao. Alichoniambia akaniambia hivi, kesho tukishuka ndio utajua kabila letu. Na ndugu zangu utaua. Sasa bila kujali kesho kama tauao. Ninachozungumzia gharama ya maamuzi bila kujali. Ukifanya maamuzi usikwepe gharama ya maamuzi ya kufikia kiwango, hata kama kina chake ni kirefu kiasi gani, usikwepe gharama hizo, maana umefanya maamuzi. Kwa hiyo ili tuweze kuhama katika level hii ya kwanza, tunahitaji kufanya maamuzi, tena sio ya kitoto. Kama ulivyofanya maamuzi ukaokoka. Unajua tuna watu wamefanya maamuzi, lakini ukweli bado wanafanya mambo ya hovyo, bado ni waongo, bado wanalitukanisha jina la Mungu. Hauna mchango katika mwili wa Kristo. Umekuwa mikononi mwa adui kama silaha juu ya mwili wa Kristo.